Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mkenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie. Hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa siasa za taifa la Kenya. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Siku ya leo chama cha ODM kilikuwa na mikutano miwili, kwa sababu sasa hivi tunapoenda hewani ODM tuko na makundi mawili. Kundi la kwanza ni la Linda Ground ambalo linaongozwa na Oburu Odinga, Gladys Wanga na Junet Mohamed. Kundi lingine linaongozwa ambalo linaitwa Linda Mwananchi, linaongozwa na Edwin Sifuna, Godfrey Ososi na James Orengo Gavana. Sasa siku ya leo makundi haya mawili, kila kundi lilikuwa na mkutano wao tofauti. Huku Linda Ground mkutano wa Oburu Odinga ukiwa na mkutano wao kule Jamhuri Grounds, na Edwin Sifuna Linda Mwananchi walikuwa na mkutano wao Ufungamano. Sasa ni kipi hiki ambacho kilionekana? Kwa sababu mkutano wa Oburu Odinga uko katika serikali jumuishi ambayo inaongozwa na Rais William Ruto, wao hawana shida, hata wakifanya mkutano hawana shida. Lakini mkutano huu mwingine wa Linda Mwananchi wa Edwin Sifuna kuna shida kidogo, kwa sababu wanapinga serikali jumuishi. Siku ya leo Edwin Sifuna na mkutano wake ulikuwa katika ukumbi wa Ufungamano, lakini hali ya taharuki ikashuhudiwa katika mkutano ule. Maafisa wa polisi walikuwa na nia ya kutawanyisha mkutano wa Edwin Sifuna kwa kusema ya kwamba sio mkutano halali, kwa sababu waliandaa kuwa na People's NDC, yani mkutano ambao unajumuisha wananchi, na Oburu Odinga alikuwa na mkutano ule wa Special Delegates Convention. Sasa ikawa hivi, mamia ya maafisa polisi walimwagwa Ufungamano ili kuzuia mkutano ule usiendelee, lakini walichokiona hawawezi kusahau maishani mwao. Mamia ya maafisa polisi walizidiwa nguvu na wale vijana wa Gen Z na wale ambao walihudhuria mkutano ule wa Edwin Sifuna katika ukumbi wa Ufungamano, wakazidiwa nguvu, kisha baadaye wakatoroka. Sasa nitakuonyesha vile hali halisi ilivyokuwa, kisha baadaye nitakuwa nachanganua nikimaliza. Naomba tu uweze kunifuatilia kwa sababu hikanda na ileta chini ya dakika 10 tu. Lakini kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hikana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hikanda, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweza kusubscribe kwa kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribe, tutakado kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mkenya TV, maana tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification kufahamisha Mkenya TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Without wasting your time, back to our analysis, na harakisha kwa sababu sina muda kidogo. Sasa mkutano ule ukaanza kule Ufungamano ambao unaongozwa na Edwin Sifuna. Sasa maafisa wa polisi, kwa sababu walimwawa, mamia yao walimwawa ili kuzuia mkutano ule usiendelee. Nataka kukuonyesha vile hali halisi ilivyokuwa. Vijana hawa ambao wanamuunga mkono Edwin Sifuna walipofika pale wakakabiliana nao. Tusikize na nikuonyesha vile hali ilivyokuwa. Sisi ni nani? Wawi, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Wizi Ruto bwana. Wizi Ruto. Bila babu damu. Bila babu damu. Utaingia bwana. Utaingia. Piga. Utapiga nani? Tutaingia. Umesikiza vile walikuwa wanatoa sauti zao huku wakisema we are peaceful, yani sisi ni watu wa amani.
fungua gate tuingie, fungua gate tuingie. Hao ndio walikuwa wanazungumza hivyo, kisha baadaye wanasema hapa ni wapi. Walipoingia ndani wakasema hapa ni wapi, kumaanisha walikuwa washafaulu kuingia, na baadaye wakasema huyu si Ruto. Umesikiza vile wamekuwa wakisema hayo yote wakati makabiliano yalionekana kidogo. Sasa kulikuwa na njama ya kutawanyisha wale ambao walihudhuria mkutano wa Edwin Sifuna, ili baadhi ya maafisa wa polisi vile inadaiwa waingie pale, wachukue microphone hapa na pale, waseme mkutano huu sio halali, ili kusamaratisha, kutawanyisha wale ambao waliweza kuhudhuria mkutano ule. Lakini cha kushangaza zaidi, Babu Owino alikuwa katikati mwa mamia ya maafisa wa polisi. Walichozungumza sielewi, lakini kulikuwa na mvutano hapa na pale kidogo. Naomba nikuonyesha vile hali ilivyokuwa unapotazama hapo. Na punde si punde, Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu kwa sasa, lakini ameonyesha ishara ya kujiondoa sasa, aliposhika kipaza sauti, na hata wakati huo alikuwa anazungumza kule ndani, anahutubia wale ambao waliweza kuhudhuria mkutano ule wake walinda People's NDC ufungamano pale, akawaambia maafisa wa polisi, sisi tuko na amani, waachana na mkutano wetu, tuendelee. Ingine polisi sasa nyinyi hamjakubaliwa kuingia hapa. Tafadhali polisi msiharibu mkutano wetu. Sisi tunawaheshimu, sisi ni ndugu zenu, tuko na amani, tafadhali polisi msiharibu mkutano huu. Polisi wakapima vile hali ya anga ipo, waliweza kuondoka. Walizidiwa nguvu na hawa wafuasi wa Edwin Sifuna, kwa sababu waliwaambia ukweli halisi wa mambo kwamba sisi ni watu wa amani, hatuna lolote, tuko na barua ya kuonyesha mkutano wetu ni halali, na hapa penye tupo kulingana na Babu Owino ni eneo la kibinafsi, sio eneo la serikali, na hapa tumekubaliwa kufanya mkutano wetu. Hii inamaanisha nini? Number one, vijana wa Gen Z, ama tuseme in general kwa ujumla, wafuasi wa Edwin Sifuna, they are ready to defend their king Edwin Sifuna. Vile sasa wameonekana liwe liwalo na liwe, hata pasipokuwa na maafisa polisi, wametangaza kwamba watamulinda Edwin Sifuna na viongozi wote ambao wako chini ya mwavuli ambao unajulikana kwamba ni Linda Mwananchi. Haya ndio tuliweza kuyashuhudia wakati walikuwa na mkutano katika kaunti ya Narok siku ya Jumapili juma hili. Walitaka kusambaratisha mkutano ule Jumapili, juhudi zao ziligonga mwamba. Wakatoroka, wakatimua mbio, ungedhani ni farasi wangang, kwa sababu walifika pale wakakabiliana na Gen Z, wakafukuza, wakaondoka eneo la Narok. Kumaanisha vijana hawa, wafuasi hawa wameamua lazima wa protect, lazima watoe ulinzi mkali kwa viongozi wao, kwa sababu vile inaonekana ikiwa hawawezi kutumia nguvu hizi za kukinga maovu ama kurushiwa mabomu ya kutoa machozi, hali teta itazidi kushuhudiwa ya kisiasa humu nchini. Kumaanisha uwepo wa maafisa wa polisi katika mikutano ya Edwin Sifuna, kuna mtu ambaye anawatuma, na maafisa wa polisi wanaserve wananchi wa taifa la Kenya. Lakini mbona wanataka kusimamisha mikutano ya Edwin Sifuna? Kumaanisha kuna mtu ambaye anawatumia, yaani amri inatolewa kutoka mtu fulani husika ambaye hataki kuona
Edwin Sifuna na wenzake, ama tuseme muungano huu wa Linda Mwananchi usiendelee na kukita mizizi ya kisiasa humu nchini. What do you think? Ujue hivi, Linda Mwananchi, Edwin Sifuna wanaelekea Tononoka, Mombasa. Tutawafahamisha everything vile kutakuwa. What do you think? Edwin Sifuna atafaulu kisiasa? Niandikie katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa, haswa yale ambayo yalikuwa yanaendelea siku ya leo, siku ya Ijumaa, wakati ama katika chama cha ODM kati ya Edwin Sifuna na Oburu Odinga. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza kitufe hicho ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili upate kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mkenya TV, maana utakuwa unapokeza notification kufahamisha Mkenya TV tumeweka kana mpya ambao unastahili kutazama. Sambaza link ya kada hii kuelekea group 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao wa Facebook ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.